Game Time, tuonavyo sisi. Na ni wiki ya pili ya Game Time ndani ya Limbani Connect. Karibu mwanamchezo, tujadili masuala mbalimbali ya michezo yanayojiri Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Andrea Masawe. Nipo na Moro King pamoja na Masud Yusuf Masud aka Mswahili. Unaweza kumuita Mswahili pia. Tuko hapa kujadili masuala mbalimbali ya michezo ambayo yanajiri hapa ndani ya Tanzania, ndani ya Afrika pamoja na duniani kote kwa ujumla. Bwana, karibuni sana. Asante bwana. Bwana, nadhani nimefuatilia kidogo masuala mbalimbali yaliyotokea wiki hii ya mimi. Simba pale mambo hayaeleweki. Baada ya michezo mitano hivi, mtu kapoteza michezo miwili, imemtosha kabisa kusalia ndani ya Simba. Labda nyinyi mmeliona vipi? Maana naona kama Simba wanapiga hatua nyingi sana kurudi nyuma. Kwanza nadhani changamoto tulionayo au changamoto tunaweza kuipata wakati wa kujadili swala hili ni kutokujua kwamba key performance indicators za Dimitar Pantev zilikuwa ni nini. Yaani waliompa kazi either Dimitar aliwaahidi kitu gani, kwamba mimi nitafanya 1 2 3, na wao labda walimwambia sisi tunataka 1 2 3, because si mara ya kwanza Simba kupoteza michezo miwili kwenye kwa bingwa ya Afrika. Wakati tulipoteza, lakini we bounced back. Sasa kwenye mpira wakati mwingine kuna timu inapoteza lakini unaona kitu inachokifanya, kwa hiyo unampa kocha benefit of doubt. Alafu kuna wakati labda timu inapoteza na hauoni matumaini, kwa hiyo hapo you have to act fast. Unajua changamoto ya mpira wa miguu ni kwamba matokeo ni instant. Hausubiri sijui mchakato na nini. Matokeo ni instant. Kwa hiyo pengine Dimitar ameshindwa kuleta kile alichoahidi. Kwa nini sasa unaweka pengine? Kwa sababu mimi naona ameshindwa kabisa. Ukisema ameshindwa kabisa si kweli, kwa sababu katika michezo mitano aliyocheza ya ligi, mashindano yote mashindano yote actually. Mpoteza michezo mingapi? Miwili. Hiyo ni sio nusu, sio zaidi ya nusu ya kocha mpya. Wiki iliyopita tulizungumza hapa na nilisema kwamba changamoto ambayo inaikuta Simba ni kila mara wanajaribu kujenga ukuta. Kila mara wanajaribu kujenga nyumba. Alikuja nilikuwa na kocha wengi mpaka nimemsahau kocha aliyopita. Alikuja Fadlu alianza kutengeneza kitu fulani hivi, akafika sehemu akasema yani akaondoka. Kaja Pantev. Lakini Simba wamemsajili, ni shabiki wa Simba. Simba walimsign Pantev baada ya kumuona kwenye michezo mingapi? Moja dhidi ya Gaborone. Sijui bwana. Hiyo inatosha. Yaani kwamba au tuseme kwamba mchezo dhidi ya Gaborone ulikuwa ndo mchezo wao wa mwisho kumtazama. Labda walikuwa wameshaanza kumtazama muda mrefu, sisi hatujui. Possible. Lakini tunalazimika kuamini kwamba kwa jinsi Simba na Yanga zinavyoact, au actually niseme basi kwa jinsi Simba inavyoact siku za karibuni, tunalazimika kuamini kwamba walimuona Pantev kwenye mchezo mmoja alafu wakampatia. Because nilikuwa nasema wakati fulani of mic hapo kwamba Simba tuliwahi kucheza na Plateau ya Zimbabwe. Walikuwa na striker wao machachari anaitwa Perfect Chikwende. Baada ya ile michuano tukamsajili Perfect Chikwende. It did not work out. Simba tulimuona Nelson Okwa nadhani kutoka Rivers United ya Nigeria, tukamsajili. Kuna mchezaji ambaye alikuwa hajacheza almost miezi 6 mpaka 9, anaitwa Ismail Sawadogo. Tulikuwa tujamuona, pengine scout walimuona, lakini mchezaji ambaye hajawa kwenye competitive, walimuona mwaka uliopita. Yani mchezaji ambaye hajawa kwenye competitive sports kwa miezi 6 mpaka 9, wewe unaenda unamsajili. Na maisha yetu ya Kiafrika yanajulikana, miezi 6 ni mingi sana. Kwa hiyo tunalazimika kuamini kwamba Simba walimuona Dimitar Pantev kwenye game ya Gaborone na ndio wakamsajili. So you don't expect. Inawezekana. Kwa hiyo Profesa J kwenye mtazamo nadhani anasema tunakwenda hatua 10 mbele alafu tunarudi 8 nyuma na tunajipongeza.
Hicho ni kitu ambacho Simba wanafanya. Tunaenda mbele hatua 10, tunaenda hatua 10 mbele na Fadlu. It's unfortunate kwamba Fadlu aliondoka on accord, kwa sababu alivyoondoka tu kesho yake tukamwona timu nyingine. Kwa maana yake huu ulikuwa mpango, lakini naamini Simba wangekuwa kuna kitu ambacho ni promising kwa Fadlu, angeendelea kujenga. Nadhani Fadlu alitaka kuondoka kabla hajataka kuondoka. Okay. Alitaka kuondoka kabla hajataka kuondoka. Hii mara pili ambapo aliondoka moja kwa moja. Alitaka kuondoka. Nadhani Mo aliweza kumconvince akabaki. So naona kuna taswira ninayoiona ni uongozi mzima wa Simba. Sidhani kama kuna utulivu. Yanga mpaka wanakuja kupata mafanikio kwa miaka hiyo 4 mfululizo, sijui. Ulikuwa unaona namna walivyokuwa wameshikana. You can see it. Yani you can see it kuanzia rais mpaka huko chini. You can see it. Ulikuwa hausikii taarifa ovyo kutoka. Sijui za huko ndani kukoje, uko uzisikii. Yeah. Lakini that's a different story. Ukija kwa mnyama. Yeah, leo umesikia Mangungu kafanya hivi. Leo umesikia sijui kuna kocha kafanya. Yani story kibao. Alafu high profile members wa team wanatoka nje, wanaenda kwenye vituo vya habari na kuongea wanachojisikia kuongea. Yeah. Sasa you can see kitu ambacho kinaendelea kwamba ndani ya uongozi fulani kuna uongozi unataka pia mamlaka kwenye huo uongozi ambao umeshikiliwa na watu fulani. Sasa unajua kama Mokinyi anaongoza labda klabu ya Simba na mimi na uhitaji ule uongozi, nahitaji nafasi yake. Badala nisubiri mkutano mkuu uchaguzi ufanyike, mimi naanza kumharibia kwanza Mokinyi aonekane mbaya. Lakini unajua, nafikiri Simba na Yanga wanachotofautiana sasa hivi ni matokeo. Kuna utulivu Yanga, pengine huu utulivu haupo, lakini wamejitahidi kuhakikisha kwamba unaonekana upo. Of course. Kwa sababu anaitwa nani mzee wangu yule? Mzee Magoma. Those people, elements kama Magoma, zamani kulikuwa na Akili Mali, Mzee Mzimba. Yeah. Watu kama wale wanasaidia kuexpose hiyo mianya. Simba na Yanga sasa hivi wanachotofautiana ni matokeo. Na labda vitu viwili, matokeo na utulivu, kwa sababu ndani ya miezi hii 2-3 Simba na Yanga wamebadilisha almost the same amount of culture. Yeah. Yeah. Lakini kama ulivyosema kwamba kuna siku tutalazimika kuwa na conversation kwamba hivi vilabu ambavyo havina faida kubwa, turnover ya mapato kwenye vilabu si kubwa hivyo, ni nini kinachowalazimisha watu kung'ang'ania uongozi namna hiyo, kwamba tangu tukiwa wadogo viongozi wa Simba ni au Yanga. Okay, actually Yanga sasa hivi sio hivyo, lakini Simba Mwina Saif Kaliguda, Crescentius Magori, Hassan Asano, Kasim Deuji, nani mwingine yuko hapo? Kuna watu ambao wapo around, ni wale 2000. Hakuna la mchanga bana. Ni hao. Yani wanatoka wanarudi. Ukisikiliza anachokiongea mwenyekiti wa bodi, yani, na pia Simba kuna crisis nyingine. Kuna crisis ya uongozi. Viongozi ni wengi na kila mmoja anaongea. Huwezi kusikia Yanga mwenyekiti wa bodi ya Yanga anazungumza. Ataongea rais wa Yanga, Engineer Hersi, au CEO wa Yanga. Hata Rafat siku hizi aongee. Simba ataongea mwenyekiti wa bodi, Crescentius Magori. Ataongea mwenyekiti wa Simba, Murtaza Mangungu. Ataongea Shabaraka, mjumbe wa bodi ya wakurugenzi. Kuna wakati alikuwa anaongea Try Again. Hapo bado anaongea CEO, bado hajaongea Mohamed, bado hajaongea Medali.
bado hajayaleta kwenye mitandao. Jamani, nimechoka mimi. Bado hajaongea mbona sasa hivi. Kuna crisis, kuna organizational crisis kwenye klabu ya Simba. Hayo inawafanya sasa hatujui tumsikilize nani. Mimi ni shabiki wa Simba. Pamoja na mambo mengine yote, mimi ni shabiki wa Simba. Ninapata ugumu sana kuelewa structure ya Simba, kwamba anachokiongea mjumbe wa mwenyekiti wa bodi anamwakilisha nani, anachoongea mfadhili mkuu wa Simba au mdhamini mkuu wa Simba anamwakilisha nani. Sisi kuna wakati pata mjumbe mmoja wa bodi naye anaenda front kwenye vyombo vya habari, bado mashabiki wenye influence nao wanaenda wanaongea things like those. Huwezi kusikia upande wa pili wanasema Simba na Yanga equally wana changamoto zao, lakini sasa hivi Simba wanachozidiwa na Yanga ni mambo mawili. Moja, matokeo. Yanga anapata matokeo mechi ya kwanza, mechi ya pili anapata draw ugenini. Moja. Mbili, utulivu. There is no way. I think kama Yanga ingekuwa anakasha matokeo, ingekuwa tunajua mengi. Tungekuepo hapa ambapo tuko na Simba. Simba hana utulivu na hana matokeo. Kwa sababu kumjaji mwalimu ndani ya mechi 5 ambazo ameshinda mechi 3, amefungwa mechi 2, inanipa ukakasi, kwa sababu inanipa ukakasi. Sidhani kama hiyo ni sababu, sidhani kama matokeo ni sababu, unless watakuwa wamepitia umo kwenye matokeo, kwamba tulikuwa tunataka tushinde mechi yetu ya nyumbani. Let alone mechi ya ugenini. Kama nilivyosema kipindi kilichopita kwamba sina matumaini makubwa kule. Sina. Tukicheza kama tulivyocheza na the same. Yes. Aliweka wazi kama sina matumaini makubwa. Wewe nenda kimbia. Nakumbuka mimi nilisema kabisa hakuna chochote ambacho tunaenda kukifanya. Nilisema kama tutacheza kama tulivyocheza hapa, wanatufunga. Na kwa wametufunga kwa sababu tumecheza the same. Hakuna meaningful plays ambazo tulikuwa tunafanya. Alafu baya zaidi, mwalimu ambao watu walijaribu kumdis kwamba ana uwezo wa nini, tukatumia nguvu kubwa sana kuaminisha watu kwamba he is the guy. Watu wakikwambia njia unayotumia sio sahihi, the only option you have ni kuwa na matokeo. Ili lakini watu wakikwambia kwamba njia unayotumia sio sahihi, alafu ukaenda ukakwama mbele, nafikiri watakwambia hivi. Nadhani pate pia kuna njia kwa anatumia ambazo sio sahihi. Kuna baadhi ya michezo kwa anaanza bila striker, na ni mchezo mwingi kweli kweli, na tuna strikers watatu. Suleiman Mwalimu, unajua Msoa, Kwala. Lakini anyway, tunaenda kwenye mechi ya Azam na Simba. Wamecheza michezo 11, Simba ameibuka na ushindi kwenye michezo 3, Azam ameibuka na ushindi kwenye michezo 2, wametoa sare mara 6. Wanaenda kukutana mara ya 12. Ni mchezo mmoja ambao ni mkubwa kweli kweli. Lakini pia unaenda kutoa tafsiri ya Simba Suleiman Matola. Suleiman Matola mchezo wa kwanza alikutana na Azam FC. Nadhani ni kipimo sahihi kwa Matola, kwa sababu alikuwa na Paul Davis, kawa na Pantem, anaijua Simba kuliko yeyote yule. Ross, Matola anakuwepo Simba 15 years now. Yes. 15. Kwa hiyo toka akiwa mchezaji, yani tena miaka ya uchezaji ni mingi zaidi. Lakini nafikiri takriban miaka 12, 13 Matola either amekuwepo directly kwenye bench, akaondoka akarudi. Mechi ya Simba na Azam, kuna notion huwa inajengwa kwamba au inaonekana, kuna dhana inaonekana kwamba Azam anamlegezea Simba. Japo takwimu hapana, si kweli. Ukirudia takwimu zako zimesema Simba ameshinda mara 3. Ya Azam ameshinda mara ngapi? Mara 2. Sasa Simba ameshinda mara ngapi? Simba ameshinda mara 3. Azam ameshinda mara 2. Haina ghafla kusema kwamba huyu mtu anapeva. Kweli. Takwimu zako hazi support point hii kwamba Azam anamwachia Simba. Hamwachi. Kwa sababu game 3 kushinda
game 2 kufungwa na game zobaki 6 draw, takwimu hazikubali. Kwa hiyo nadhani itakuwa game nzuri, kwa sababu unakumbuka game iliyopita walitufunga kutoka 2-2 ndani sere mwishoni kabisa. Ilikuwa game nzuri sana, na ni bahati mbaya kwamba hatupati game ya Azam na Simba kama ambavyo tunapata game ya Yanga na Azam. Sababu game ya Yanga na Azam ndio hiyo, pengine labda mimi nakuwa naiangalia kishabiki, lakini inakuwa ni game nzuri. I expect psychology ya mpira wa miguu sometimes ni kwamba kocha anapobadilika, klabu inakuwa na bounce back ability, inakuwa na uwezo wa kubounce back. So nategemea Simba inaweza ikarejea kwenye minimums, japo Simba haijapata changamoto kwenye ligi. Mechi zote 3 tulizocheza kwenye ligi tumeshinda. Si ndio? Kwamba tutakuja siku moja tujadili. Lakini Azam ni tofauti na wapinzani ambao Simba wamekutana nao hivi karibuni. Azam hii of course haijapata matokeo ambayo yanaweza kukatisha sana, lakini kikosi chake unakiona kilivyo hivi sasa. Kocha wao Ibenge, kocha mwenye profile kubwa, mpita vilabu vikubwa barani Afrika, AC Vita, sijui Al Hilal Omdurman. Yes. Ndani ya kikosi una Faisal Salum, una Edi Nado. Yaani kuna wachezaji, quality za wachezaji wa Azam na quality za wachezaji wa Simba kwenye kila eneo wana compete. Nadhani ni ngumu sana. Of course, nahisi utakuwa mchezo mgumu kwa Simba. Kwa sababu wachezaji wa Simba wanacheza na timu ya Azam. That's a very kwa sababu Azam si timu ya mtu mmoja. Wanacheza kitimu. Yaani Azam ni kama ukienda kuangalia watoto let's say under 14, under 16 wanapocheza wakiwa free. Lakini wanacheza kitimu. Yaani watoto ambao wamefundishwa labda kwenye academies. Yaani ukiona zile game za watoto namna wanapocheza, hawaogopi kufanya makosa. Wanacheza kama walivyoamrishwa kucheza. You know? Sasa sisi huku tumetoka kwenye mfululizo wa kupoteza game 2. Na ni game kubwa. Na Champions League ambazo kila shabiki wa Simba anaitolea macho. Yaani wa kujisifia kwamba sisi huku ndo kwetu. Of course tuna haki ya kusema hivyo kwa sababu ya namna for the past 6-7 years sijui. Hatujatetereka sana, japo hatujafanya vizuri sana. You understand? So tumetoka kwenye kupoteza game 2 ambazo zimeleta mtikisiko zaidi. Mtikisiko ulikuwepo, lakini zimeleta mtikisiko zaidi, si kwa mashabiki, si kwenye uongozi, mpaka kupelekea kocha kuondoka. Sijui kama tutapata utulivu kwenye hii mechi, lakini kama ulivyosema ni kama vile timu alipokuwa akipewaga Julio. Akipewa tu Julio akija tunaona kabisa kuna utofauti kabisa. Wakati mwingine Mgunda. Au Mgunda. So kama mimi nakumbuka game kadhaa ambazo Matola amekaa kwenye bench yeye kama yeye. The team was playing like flowing. You see kwamba tunasema tunatoka hapa tunaenda. So I'm expecting, kwa sababu ya mabadiliko ya kocha, Matola wanamjua, Matola anajua, Matola anajua fitna, anajua namna ya kushinda game za kibongo bongo. So kutakuwa kuna ufundi mwingi, kutaka kuwa na ufundi mwingi kutoka kwa Simba, kwa sababu ya mchezaji mmoja. Inabidi awatumie hao. Inabidi kina Mpanzu, kina Awa, kina Maema, siku hiyo watano. They have to show up. Yaani hakuna, that's the only way, kwa sababu individually Simba wana wachezaji wengi wazuri, wengi mmoja, lakini they need to play as a team, kwa sababu wanaenda kucheza na team, si mchezaji mmoja. So I hope game itakuwa nzuri.
I hope Simba washinde. I think pia pale kwenye benchi la ufundi sioni kama kuna haja ya kubadilisha mambo hivi sasa. Sasa hii ndo Tanzania. Mimi mwenyewe natamani tangia msimu ulioisha. Mimi nilikuwa nasema kabla ya nani? Ya Pante. No. Kwa sababu wakati Fadu wanakuja, I don't remember Matola alikuwa anafanya shughuli gani. Japo alikuwa kwa Simba. Lakini nilikuwa nasema wakati Fadu alipoondoka, kwa nini msimpe Matola timu? If not now, when? Just mpeni. Matola kakaa hapo muda wote huo. Ukimleta of course tunamlaumu Pante, lakini sio kwa sana Pante. Pante alikuwa na timu pre-season, akusajili Simba. Yeye sasa ajui wachezaji hata wa Simba. Kwa akija pale anatafuta kwanza first 11 yake. Kwa maono yake anavyoona. Sidhani msakazi mtu mleta tu kwenye kwa watu ambao hawafahamu aje kuwaona. Sasa Matola ni ndani anawafahamu zaidi wachezaji wa Simba kuliko kocha yote ambaye ataletwa Simba. Na anaifahamu Simba, zaidi wachezaji. Anafahamu Simba vizuri. Nadhani ni moja kati ya kocha ameshirikiana na makocha wengi sana wanakuja Simba. Anyway, unajua experience. Yes. Experience haupewi, unaitafuta. Kama Simba hii kuhangaika na makocha wa kigeni, it's high time either mumpe Matola timu au muondoe Matola kwenye benchi. Sababu haiwezekani ukawa na kocha ambaye ana very big CV kama yule. Amekaa kwako miaka 10-12 kama kocha. It's high time they give him that team. Na kila kocha amekuja alikuwa yuko radhi kuwa naye. Yeah. Sio kwamba ninakuja na watu wangu sitaki Matola awepo. Unless kama kuna kifungu kwenye mikataba ya makocha walikuwa wanakuja kwamba ukija bwana wewe njoo na watu wako. Lakini kuna huyu mtu hapa anatakiwa kuondoka. Si ndivyo ilivyo, lakini kwamba Fadu alikuja na wanae wapo, lakini Matola yupo. Kila kocha anayekuja yani Matola yupo, because they know anytime watamwambia yule Kwa maana Julio alishagoma, alishachoka mambo yako. Kwa kusidi. Kuna caretaker manager kama kusidi. Yaani baada ya michezo 4 hivi kupita, Young Africans alikuwa akishinda goli 1-1 dhidi ya Coastal Union, michezo 4 mfululizo. Na Young Africans kama tulivyosema kwa upande wa Young Africans na Azam FC, unakuwa na bato kubwa sana. Ndivyo ilivyo kwa tunaniamini Coastal Union na Young Africans. Inakuwa ni mechi fulani ambayo inabato sana. Uwanjani kuna upambanaji wa kufa raia kabisa. Baada ya Young Africans kukutana na mchezo mgumu dhidi ya Mbeya City, nadhani wanaenda kukutana na mchezo mgumu dhidi ya Coastal Union sasa. Michezo 10 hivyo wamecheza mfululizo. Young Africans ameibuka na ushindi kwenye michezo yote isipokuwa mchezo mmoja pekee ambao Coastal Union kaibuka na ushindi. Hakuna sare. Wanapokutana na Coastal Union na Young Africans kwenye ligi hakuna sare. All or nothing. Yes. Huu mchezo unaenda kwa aina gani? Kwa sababu kwa Young Africans naona kama kikosi kimeimarika. Pedro tayari amepata first 11, I think michezo 2 kaanza na kikosi kimoja na wamempa matokeo. Kwa Changa anaitwa Pedro. Mzee wa mabomba wa Angola. Pedro, lakini maneno ya mbele kidogo sijenywa maji, sina glasi. Tuende na Pedro bwana. Yes, unaenda kwa mchezo aina gani kwa na Coastal Union kwa jinsi unavyowaona? Bro, if we mean kama tutakuwa wa kweli. Yeah. Na klabu chache sana zinaweza zikaisumbua Yanga katika ligi ya Tanzania bado. Kabla mechi ya Mbeya City tungeweza kusema hivyo pia. No. Mechi ya Mbeya City haina maana yoyote kwa ninachokisema, kwa sababu kama tutakuwa wa kweli kwa nafsi zetu, kuna timu chache sana zinaweza zikaisumbua Yanga uwanjani, kwa sababu Yanga wanaweza wakakufunga uwanjani, wanaweza wakakufunga majukwani, wanaweza wakakufunga nje ya uwanja. Hata administratively, hata kiutawala Yanga wanaweza wakakufunga. Matokeo ya Mbeya haimaanishi kwamba Yanga sio timu nzuri.
Yanga walikuwa wanapitia kale Katamo ile. Kocha wao anaitwa nani yule South Africa, Roman Falls. Kuna kitu Yanga walikuwa wanapitia pale ambapo ilibidi matokeo kama yale yawepo ili lile swala litokee. Either ni makusudi, bahati mbaya, au tuseme juhudi ilikutana na bahati. Yanga ukianza ku line up Yanga mchezaji mmoja mmoja wana wachezaji wazuri. Ukiwa line up Yanga kama kikosi wana wachezaji wazuri ambao wamecheza muda mrefu. Sidhani kama katika top clubs zetu kuna timu ambao wachezaji wamekaa muda mrefu pamoja kama Yanga. Tukianza tuna backline ya Baka, Job. Those people. Msimu uliopita walimuongeza naitwa nani kiachana na Hussein. Naitwa nani yule bwana? Barakonte. No. Kongo yule. Yule nani Boka Muongeza Boka. Hiyo tukiachana na Boka, muda ambao Baka amecheza na Dickson Job na Diarra. Hamna timu nyingine ina hiyo kitu. That's a backbone ujue. Hiyo ni backbone ya timu. Katikati wako wakina muda wale wapo tu. So if you're being honest, kama tutakuwa wa kweli kwa nafsi zetu, kuna timu chache sana zinaweza zikaisumbua Yanga. True. Beto. Hiyo one on one. Kuna timu chache sana. Sisi tumechezea michezo mingapi? 5. Tunafungwa tu. Kwa sababu kila mara sisi tukija na mbinu hii tunawakuta watu wale wako pale wanatusubiria. So Coastal Union, unless something very strange happens, wanaweza wakapata matokeo dhidi ya Yanga. Lakini kama kutakuwa ni siku nzuri ya Yanga, Coastal Union inatumbua. Siku nzuri kwa Young Africans, Coastal Union hawezi wakatumbua. Labda iwe siku mbaya kwa Yanga. Mbaya sana. Yaani lakini kitu kibaya sana. Nimeangalia Coastal wameshinda dhidi ya Mbeya City. Wamesare dhidi ya Mashujaa, wamesare dhidi ya Mtibwa. Yaani toka wameanza I think michezo 4 mfululizo hawajaangusha alama. Wao nyumbani au ugenini. Wamesare dhidi ya Fountain. Yaani wana mwendelezo fulani hivi ambao ni mzuri. Wasare na ushindi. Kwa Coastal, yani ukiangalia mfano ratio ya ligi yetu, kama timu ina uwezo wa kuokota walau alama moja kwenye michezo 3 mfululizo, kidogo walau unaweza kumsifia kwa ukuta mzuri, na unaweza kumkuta labda kwenye kuanzia nafasi ya 10 kupandisha juu. Huyo mtu ni kwa nature ya ligi yetu. Kwa Coastal, kwa Coastal, I think Young Africans inabidi wawe na siku nzuri of course. Wakiwa na siku mbaya wanaweza wakaondoka na alama moja. Yaani siku ambayo unajua Young Africans anaweza kukutana na timu, hata Young Africans wana timu mbaya lazima waondoke na alama 3. Lakini kwa Coastal inawahitaji Yanga wawe imara kwenye huo mchezo ili waweze kuibuka na ushindi. Tusubiri tuone. Kwa sababu ni yale kwa sababu siwezi kama umesema Yanga haijabadilika sana. Imeongeza watu wachache. Kwenye backline ulivyosema, ukitoa Shabalala, Boka na Israel Mwenda, those two are immense. Yani those 3 tuseme. Job, Baka na Diarra. Yani any team ambayo hata Ulaya ambayo imepata mafanikio utarudi kwenye backline. Any team ambayo imepata mafanikio makubwa. Na most coaches wakishapata hiyo partnership, basi hakuna mambo ya rotation. Atarotate striker, atarotate sijui winger, sijui midfield, lakini akishapata backline ambayo inazuia, inafanya wajibu wake sawa sawa, inakuwa basi. Kwa hiyo Yanga haijabadilika sana. Yanga ina mchezaji au wachezaji ambao wa kuamua matokeo.
Yaani mchezo ni mgumu. Angalia game ambazo wamecheza na Simba. They know kwamba Simba ni timu ambayo itataka icheze mpira sana. Iwe na mpira sana. So walichokuwa wakifanya they can play, lakini walikuwa wanatuachia tucheze mpira. Wakija wanafika golini. Yanga ndivyo walivyo. Yaani wakitaka kufika golini wanafika. So quality walionayo Yanga na Coastal ni mbali. So wanatakiwa wawe na siku nzuri sana Coastal kuweza kupata matokeo. Na bahati inahitajika. Na bahati kweli. Wewe jua dakika ya kwanza kona goli. Mara goli la pili watu wamekaa hapo golini wamezuia dakika 88. Wanachukua matokeo. Bwana, hiyo ni michezo ya ligi ya Tanzania bara. Hiyo ni nchi ya Tanzania. Tunapaa sasa tunaenda kimataifa. Pale Uingereza kuna mchezaji anaitwa Erling Haaland. Ndani ya michezo 111 afikisha magoli 100. Ni zaidi, unaweza kusema ni zaidi ya Alan Shearer, sijui wakina Harry Kane. Yes, watu walikuwa walikuwa ni watu wawili. Alan Shearer ambaye alifikisha magoli 100 akiwa katika mechi 125. 24 Harry Kane alifikisha kwenye akiwa na 142. Lakini Erling Braut Haaland amefikisha ndani ya mechi 111. He's a machine. Weekend hii yupo na Sunderland. Nadhani tenda kuongeza idadi ya magoli. Ama Sunderland moja kati ya timu ambayo ni surprise package Uingereza. Of course. Nadhani sasa hivi sijui. Haaland labda nikimpa misimu 4 mingine kama hii. Misimu 4 kama hii. Sasa hivi ana 23. Kwa atakuwa 27 kipindi. Misimu 4 kama hii. Nadhani Alan Shearer tutamsahau kabisa. Alan nadhani pia kila akikaa. Kwa sababu Cristiano akiwa na miaka 25 kama alionayo Haaland, alikuwa na magoli 181. Haaland ana miaka 23. Haaland ana miaka 23. 25. Haaland ana miaka 25. Hivi sasa ana magoli 336. Sasa unaweza kaangalia sasa Cristiano akiwa na miaka 25 alikuwa na magoli 181. Haaland ana magoli 336. Unaweza kuona ni mshambuliaji wa aina gani. Na bado anakutana na timu ambazo kwa daraja lake alilonalo game baada ya game anaendelea kuongeza idadi ya magoli. Ni striker ambaye atakuja kuimbwa na vizazi vinavyokuja huko kwamba alitokea mshambuliaji mmoja anaitwa Haaland alikuwa anafanya mambo makubwa kweli kweli. Naona hicho kitu. Sijawahi nimesoma historia ya striker wengi. Tayari kwanza anaimbwa kwamba ndani ya michezo 111 amefikisha magoli 100. Huo ni wastani wa almost kufunga kila mechi. Yaani ni wastani wa kusema anafunga kwenye almost kila mechi. Na nilisema hapa wiki iliyopita kwenye episode 1 ya Game Time kwamba unapokuja swala la kufunga, Haaland anasahau vitu vingine vyote anafunga. Haaland amestruggle hizi mechi 3 kwa sababu mara ya mwisho Haaland kufunga goli kwenye Premier League ilikuwa mechi ya Liverpool ambayo ni majuma takriban 3 yaliyopita. Game weeks 3 zilizopita. Kwa sababu nisema majuma inawezekana isiwe sahihi kulingana na international break ilivyokuwa. Mara ya mwisho Haaland kufunga kwenye Premier League ilikuwa ni game ya Liverpool. Na pale ndipo alitakiwa afikishe goli 100 lakini hazikufanikiwa. Kwa hiyo baada ya hapo alicheza nani kutoka 2-2. Alafu akaja hii game ya wiki iliyopita ya Leeds. Alafu ndio jana dhidi ya Fulham. Ndani ya wiki hii walipocheza na Fulham. Yeah, 2-2. So Brentford. No. Fulham. Ya 2-2. 5-4. Ya 2-2. Ya 2-2. Kuna 2-2, kuna 3-2, kuna 5-4. Yes. Ya 3-2 ilikuwa ni Leeds.
ya 5-4 ni Fulham. Kwa hiyo kuna alifunga mara ya mwisho mechi ya Liverpool. Baada ya hapo Brentford unasema kitu kama hicho. Utapitia Kama sio Brentford, yani Newcastle United alifunga. Newcastle alifunga 2-1. Ni siku mingi. Yeah. Mechi ya Liverpool ni siku nyingi. Ni game week ya huko. Baada ya Liverpool akafungwa na Newcastle, akafungwa na Leverkusen, ndo akaja akarudi kwenye ligi, akacheza na Leeds, akacheza na Fulham. Kwa ni game week nyingi. Lakini kama alivyosema Yuzo kwamba Haaland tayari anaimbwa. Sababu linapokuja swala la kufunga, anaweka vitu vingine vyote pembeni, sio kwenye kuassist, sio kwenye kukaba, sio nini. Yeye story yake ni moja tu. Yeah. Amechagua God nasema kwamba amechagua fungu lake. Mambo ya assist mwachie Bernard. Amechagua nishi yake. Amechagua nishi yake. Mambo ya assist mwachie Bernard. Mambo ya kudribble mwachie Doku, mwachie Doku. Mambo ya kukaba, sijui kucontrol diba mwachie Rodri. Yeye kazi yake ni moja tu. Niko pale, weka basi. Yeah. Na he's a perfect striker. Anaweza kufunga kwa kichwa, anaweza kufunga kwa left, kwa right, kila namna, hata kuruka. Goli ambalo Haaland alifunga Liverpool, aliruka. Nadhani kipa wangu Giorgio Mamadashvili na kutegemea kwamba how can this guy jump. Nadhani alikuwa na mark pale ni Konate. Konate kutegemea ni kwamba how did this guy jump from that angle. Lakini he is prolific. Bwana, kuna baadhi ya timu England of course haziimbu lakini zinafanya makubwa kuliko kweli. Aston Villa michezo 5 mfululizo kaibuka na ushindi, anaenda kukutana na Arsenal. Arsenal mechi kubwa ya weekend iliyopita alicheza na Chelsea. Akashinda kufunga Chelsea, na Chelsea walikuwa pungufu ndani ya dakika 90. Nataka niangalie huu mchezo dhidi ya Aston Villa. Arteta atakuja na mbinu gani kwa kufunga Aston Villa ngumu kweli kweli. Nadhani ni moja kati ya mchezo mgumu ambao anaenda kukutana nao msimu huu kwa jinsi ninavyoona. Wakati Aston Villa wanaanza msimu, walikuwa hawajapata matokeo kwenye mechi 7, matokeo ya ushindi. Ni draw au kufunga. Draw, kufungwa. Wamejitafuta wamejipata. Last week nilisema kama Chelsea atamfunga Arsenal au Arsenal atashindwa kupata matokeo kwenye mechi ya Chelsea, utakuwa mwanzo mbaya sana wa Arsenal. I'm saying that again today. Arsenal akishindwa kupata matokeo dhidi ya Aston Villa, utakuwa ni mwanzo wa msimu au muendelezo wa msimu. Okay, actually niseme mwanzo, sababu mwanzo utakuwa uwe kilopita. Kuna uwezekano ukawa mwanzo mbaya sana kwa Arsenal. So the only way ambao Arsenal anaweza akakeep hii streak yake ya ushindi, mind you, msimu huu 2025-26 Arsenal wamepoteza game moja tu. Lazima nijisifie kwamba mpaka sasa timu poteza kwa Liverpool, timu pekee ambayo imeweza kumfunga Arsenal ni Liverpool. Hapo baada ya hapo bad things have happened and kwa hiyo kama Arsenal anataka maintain streak yake na confidence ya wachezaji alionayo. Kama uliangalia game ya Chelsea with a win. Kama uliangalia game ya Chelsea, unaona kwamba Chelsea walikuwa pungufu na Mose alikula red card. Lakini Arsenal are nowhere to be found. Yani walipoteana, yani hawakuwa na kitu cha kuofa sana. Kwa hiyo kama Arsenal wanataka kuendeleza hii confidence, moral boost walionayo, kupata tu matokeo dhidi ya Aston Villa. Wakikosa matokeo, wanasema unakuwa kama inaitwaje, pombe ya ngamani, kila mtu anajipigia tu, anachota na kunywa. So the only way ni hivyo. Lakini Aston Villa wana team, wana kocha ambaye ni very good motivator. Na tunakumbuka kwamba kocha wa Aston Villa Unai Emery aliwahi kuwa kocha wa Arsenal.
ambaye ndo alimwachia kijiti bwana Mikel Arteta. Kwa hiyo ni master and apprentice. Master ni Unai, apprentice ni Arteta, kwa sababu nadhani wakati Unai akiwa anafundisha Arsenal, kama Mikel Arteta alikuwa anatamani kuja Arsenal, lazima kuna vitu alikuwa anaviangalia kwamba pale ili unyama utokee inabidi. So that's my two things. Bwana, sisi Chelsea bwana ni kama tunamkimbiza mwizi kimya kimya. Michezo yote mikubwa ambayo unaiona Chelsea inacheza, kuna namna ambavyo unaona kabisa Chelsea ni mpya kabisa. Unajua kuiona kina Stavo, kina Cole Palmer wanakuwa ni watu wengine tofauti kabisa. Weekend hii yuko hapo na Bournemouth. Wanakutana na Bournemouth ambaye kwenye michezo mitano haibuka na ushindi kabisa kwenye mchezo wote. Na game ya mwisho ya juzi jana amefungwa na Everton. Yes. Sasa nataka nifahamu Chelsea, nadhani for me anaenda kuibuka na ushindi kwenye mchezo huu. Tunaenda kuibuka na ushindi kwenye mchezo huu. Kwa Stamford Bridge, atakuwa ugenini. I think ni mwendelezo mzuri unaendelea kwa Mahrez kama sikosei. Mwana Chelsea. Maana sitaki kuiongelea sana Chelsea. Sisi mkasema anajipa maua. Anajipatie maua. Unafikiri kuna mtu hapa atakupa maua? Usipojipa maua. Mimi nimemfunga FC Barcelona. Okay. Arsenal nimemchachafia. Unajua Arsenal ni timu tishio Uingereza hivi sasa. Sema umemchachafia unamaanisha? Kwanza nilikuwa pungufu uwanjani. Lakini pia nikamchachafia, nimeondoka na alama moja kwa timu imara Uingereza. Mzee, mimi nimeondoka na point 3 dhidi ya Arsenal. Alafu baada ya hapo ikawaje? Achana na baada ya hapo tunaongelea Arsenal na Chelsea. Tunaongelea Liverpool na Chelsea. Achana na mambo ya baada ya hapo kaka. Chelsea dhidi ya Bournemouth. Mchezo unaonaje? Vitality sio pepesi. Katika uwanja kadogo huwa sio sehemu nyepesi sana. Watashindwa kurusha. Wakiwa kwenye touchline pale akizomea watu wanasikia mtu kama yuko hapa hiyo. Nahisi Chelsea wataendeleza muendelezo wa performance nzuri. Kwenye swala la matokeo hilo ni jambo jingine. Kwa sababu for the past 2 to 3 months Chelsea are growing. Yani you can see sio kubwa, lakini you can see hii team wachezaji wanafuata maelekezo. Those stuff wanazozifanya on the training ground zina work out katika game nyingi. Caicedo hatakuwepo I guess kwa sababu ana red card. Suspension. Lakini maybe Gusto atacheza nafasi ya Declan Rice. Declan Rice ataingia katikati kucheza na Enzo Fernandez. Declan Rice. Reece James. Reece James. Kwa sababu amekuwa anacheza pia vizuri sana. Alikuwa akimtumia kucheza kama akisogea katikati kama midfield. So na the intensity kama ulivyosema game na Arsenal, Declan Rice, Zubimendi, they were nowhere to be found. Hata rate zao ukiangalia 6 hazijafika. Walipoteana kwa sababu Caicedo alikuwa anafika, Enzo alikuwa anafika, Reece alikuwa anafika. So waliweza kulihodhi dimba pale katikati. Lakini kudos to Arteta. Arteta amekuwa ana bahati ama sijui tuseme kwenye issue ya kufanya substitutions. Mara nyingi zina work out. Akigusa kwa sababu kwa mfano goli la Mikel Merino amefanya substitution 3. Ameingia Martin Odegaard katika vipindi tofauti lakini sio sana. Ameingia Martin Odegaard, ameingia Noni Madueke na misau nani mwingine. Lakini baada ya Odegaard kuingia just 2 minutes zilizofuata goli kapatikanika. Na hiyo imetokea sio mara moja, mara kibao. So
amemaster hiyo kitu, maybe ana uwezo mkubwa sana wa kusoma game, that's why anaweza akafanikia. So when it comes to Chelsea na Bournemouth, haitakuwa rahisi kwa Chelsea. Haitakuwa rahisi kwa Chelsea kwa sababu Bournemouth hawana muendelezo, wamekuwa hawana matokeo mazuri. So obviously kwa sababu sidhani kama Chelsea ni Man City ambayo kwa majina tu on the paper wanaweza wakaiogopa. Kwa hiyo naamini watataka ku bounce back pia. Wako nyumbani, wasifungwe na nyumbani tena. Wamefungwa game iliyopita kwa Sunderland down nani? Bournemouth. Game ya Bournemouth unasema ni Sunderland au nani? Bournemouth dhidi ya kwa sababu Bournemouth amecheza jana. No, hajacheza jana. Amecheza jana. Amecheza na Everton. Na Everton kafungwa. Kafungwa moja. So I guess Chelsea anacheza na Sunderland. Chelsea anacheza na Bournemouth Jumamosi. Jumapili. Okay, kwa Jumapili sawa. So haitakuwa game rahisi kwa Chelsea kwa sababu I am sure watataka ku bounce back vijana. Ila inaweza kuwa na magoli mengi. Weka tuweke. Inaweza kuwa na magoli mengi. Yeah. Bwana, nimeangalia moja kati ya game ngumu wiki hii iliyopita ni game ya Fulham dhidi ya Manchester City. Na hiyo game kwa kiasi fulani tulikuwa tuioni kama ni ngumu. Tulikuwa tunaona kama game nyepesi sana kwa Manchester City. Kuna wakati Pep aliulizwa kwenye interview aongelee ule mchezo akasema kweli alihisi kichwa chake kweli kumbe hakina nywele. Mechi ilikuwa ngumu kweli. They got away again. I think mechi ngumu pia weekend hii ni game ya Leeds dhidi ya Liverpool. Sidhani kama King unaiona hiyo kitu. Unakutana na mechi ngumu sana dhidi ya Leeds. Kwa nature kikosi chako lakini kwa timu ya Leeds. Ukisema kwa nature ya kikosi changu unamaanisha nini? Haupo stable. Well, game ni ngumu kwa sababu Leeds yuko kwenye relegation zone. Game wiki iliyopita kabla ya Leeds kucheza na City alikuwa yuko nafasi ya 18 na point 11. Game wiki iliyopita kabla ya hii game wiki hapa katikati ya wiki. Kwa hiyo wao pia wanakuja uwanjani wanataka kitu. Unajua changamoto kubwa unapokuwa huna matokeo mazuri, kila mtu anakutania, kila mtu anataka apate kitu kutoka kwako. Yaani kila mtu anataka chochote kitu kutoka kwako. Kwa hiyo game itakuwa ngumu kwa sababu Leeds wanaamini kama ambavyo unasema, Leeds wanaamini kwamba Liverpool kwa sasa wako unga, kwa maneno ya wataalamu mbalimbali kwamba Liverpool kama Nottingham Forest alipata point 3 pale na magoli 3 na sisi tunaweza kufanya hiyo. Game itakuwa ngumu, lakini statement yangu ni hii siku zote, when you win games you build confidence. Tumeshinda mechi ya weekend hii, tumeshinda hapo ambapo Alexander Isak alipata goli pamoja na Cody Gakpo. That builds confidence. Hiyo inafanya wachezaji waone, so you are saying there's a chance. Kwa hiyo I think it's going to be a very good game, lakini kama kawaida tutashinda. Na mkiguswa tu tena. Kama tukishinda hii game, huu utakuwa mwanzo mzuri sana wa build back ya timu itaanza kuona okay, so we can win games. Hinyi kama majogoo. Tuna michezo minne. Slot aliulizwa kwa nini amemwacha Mo Salah kwenye game ya weekend, akasema tuna michezo minne ndani ya siku 10 ambayo yote tunahitaji kushinda. Kwa hiyo fresh legs. It's a very good thing kwamba Isak amefunga, kwa hiyo confidence inarudi. So it's a power boost kuona kwamba okay, kumbe tunaweza tukashinda unyama. Bwana, kuna kitu Uingereza kinanipa shida kidogo. Weekend ambayo Manchester United anafanya vizuri. Lazima mchezaji bora wa wiki atoke Manchester United. Kwa EPL. Yaani kwa EPL. Okay. Sasa
Sijafuatilia hiyo. Yes, fuatilia kidogo. Kwa sababu nimeangalia Manchester United of course hawana mwendelezo mzuri, lakini wachezaji wake watatu wameshashinda wiki tatu ambazo ukiangalia zile wiki tatu ni wiki ambazo Manchester United ipo vizuri. Wiki ambazo Manchester United ana struggle kwenye weekend fulani atoki Manchester United. Nadhani mchezo huu kuna mchezo wa Blue Monday. Tunasema wanahitaji Monday Night Football. Mpo na Wolves. I think ni moja kati ya mchezo mgumu sana kwenu, lakini kuna motivation ni moja na hiyo. Kuna game ya United na West Ham. Naona kama kuna motivation imeshaingia ndani ya kikosi. Dhidi ya Wolves mchezo mwingine mfululizo mpokutana Manchester United amejaibuka na ushindi. I think mnaenda kutana pia na mchezo mgumu. Kwa sababu bado ampo stable. Mchezo utana mchezo maneno ukitoa Wolves ukaweka Crystal Palace Crystal Palace pia lakini pia mliona Crystal Palace si mchekea mpaka mnapata matokeo mmetoka jasho kweli kweli. Sasa si ndo namna ya timu kubwa ina matokeo. Mimi mwenyewe mchezo wa Crystal Palace na muangalia ule jinsi mpira umeanza, uwezo ukaona kama hapa kuna ushindi kwa Manchester United. Sasa lakini mwisho wa siku kwani mechi ni dakika 90 au dakika 2? Angalia hiyo game yeye atagundua nini? Atagundua kwamba sasa tusiongelee Manchester United ameshinda. Kwa hiyo valid point you're saying, lakini bahati mbaya ni kwamba kwa sasa mpira ni mchezo wa matokeo. Hata Ferguson alikuwa anasema kwamba hata ucheze vizuri vipi, all that matters ni Ferguson au ni Jose Mourinho. Kama mpira uko kwenye net basi hata ucheze vipi, as long as una matokeo haijalishi. So matokeo yamepatikana. Ni kama Hans Flick kila game week Hans Flick analalamika kwamba timu haijaperform. Anashinda games. Last weekend walicheza dhidi ya Deportivo Alaves. Alilalamika kwamba hawajacheza vizuri, lakini they won the game. Wiki hii amecheza dhidi ya Atletico Madrid. Again amelalamika hivyo. Na kama uliangalia ile game, Rafinha, Lamine Yamal, Roberto Lewandowski wamekosa magoli kinoma. Lakini they won. Well, I think the point hapa ni kusema kwamba timu ikicheza vizuri inarahisisha kupata matokeo. Kwa sababu fluke haziwagi kila siku. Like wewe kila siku tu uchezi vizuri lakini unapata matokeo. Hapana. Mechi ya Crystal Palace na Manchester United ilikuwa fluke. Kwa Manchester United kuibuka na ushindi. Ilikuwa ni game ya vipindi viwili tofauti. United hawakucheza vizuri, hakukuwa na mipango kipindi cha kwanza kabisa. Hauoni nini wanataka kukifanya. Even though ukiangalia stats za game yote, United wameongoza kwa cover sehemu kubwa. United wana shots nyingi kuliko, wana percentage kubwa kuliko Crystal Palace, lakini ukiangalia mchezo vizuri United hawakuwa walikuwepo tu, especially kipindi cha kwanza. Kidogo wakabadilika kipindi cha pili, na magoli waliofunga sio ya open play, ni set pieces. So probably game pia ingeisha 1-0. So bado yes, United wameshinda, lakini bado sijawa moved na the way tunacheza. Bado wanaweza wakasema nachukia, ni kweli nachukia sana bado system ya Mourinho. Sijui mpaka lini ataendelea hivyo. Maybe you wake up in the future nikaanza kusema kweli bwana, kama yule bwana alimwambia Sir Alex kwamba you cannot win titles with children. Mwisho wa siku tunaenda vipi? Tunatokaje kama wawekezaji? Maana muda umeisha, tunataka tuweke sasa jana. Game sasa.
Manchester United dhidi ya Wolves. Na Wolves. Ni game ambayo United watashinda. Uneasy. Sijui itakuwaje lakini watashinda. Naona tu watashinda. Ni ushindi mrahisi sana kwa hata wasipocheza vizuri. Najua watashinda. Muungana sana kwa sababu pia tuna performance nzuri kidogo tukiwa away. Game ambayo inanitia degedege ni ya kesho na West Ham. Yaani unaweza ukatukia tu ting ting afu basi 1-0 imeisha. Lakini game ya Wolves nice tutashinda. Aston Villa dhidi ya Arsenal. Timu zote zitapata magoli. GG. Arsenal anashinda. Okay, Man City dhidi ya Sunderland. Etihad. Yes. City anashinda. City anashinda. Kuna mechi moja hapa ya Napoli dhidi ya Juventus. Hii kidogo tuweke na nani kidogo. Sababu ni mechi kubwa Italia. Yeah. Mechi kubwa, mechi nzuri ya kuangaliwa. Juve hawapo kwenye nafasi nzuri sana msimu huu. Lakini mechi kubwa ni mechi kubwa. Yeah. Regardless uko wapi. Wiki iliyopita tuliondoka hapa tukisema kwamba yes, Monaco atafanya anaweza akachezea za kushiba PSG. Lakini football bloody hell, mechi kubwa ni mechi kubwa tu. Kwa hiyo pamoja na kwamba Juve hana matokeo ya kuridhisha sana kule katika nafasi ambazo tumemzoea, lakini mechi kubwa ni mechi kubwa na ninategemea mechi ya ushindani mkali sana, kwa sababu kila mmoja hataki unyonge. Unajua unapokutana na rival wako, mtu ambao mko kwenye kiwango kinachoshabihiana, kila mmoja hataki kuonekana takwimu kwa mwenzake. Kwa hiyo itakuwa ni Diego Armando Maradona Stadium. Napoli kwa nyumbani. Yeah. Bournemouth dhidi ya Chelsea tunaenda na Bournemouth ya Semenyo. Chelsea watashinda. Both team to score. Watafungana. Leeds dhidi ya Liverpool. Liverpool anashinda. An easy win. Anashinda Liverpool. Tottenham dhidi ya Brentford. That's a proper game. Brentford, hivi Thomas Frank ametoka Brentford Yeah. Na wamekuwa na matokeo mabovu sana. Nadhani ni moja ya watu ambao wasipokuwa makini hawamalizi nusu ya msimu. Thomas Frank. Yeah. Spurs, ubaya wa Spurs ni kwamba Spurs sio timu kubwa, lakini pia sio timu ndogo. Yaani Spurs swala la wao kumwambia kocha kwamba imetosha sio kitu cha kwanza. Yaani wao hawana hiyo mipango sijui nini utaharibu. Ange Postecoglou alishinda nao Europa akiwa nafasi ya 16 au 17, wakamwambia pamoja na kuwapa ubingwa wa Europa. Kwa hiyo Thomas Frank is under fire au is on fire right now. Yuko chini ya maji, yani anateseka, na Brentford hawatokubali. Brentford won't go down without a fight. Kwa hiyo itakuwa game ngumu ambayo ninatazamia kwamba kama Spurs atashinda kwa tabu sana, because Brentford tunawajua. Unajua kuna timu kwenye EPL kama Brentford, Brighton, Bournemouth. Hizo ni timu ambazo hazitaki ubingwa au tuseme hazina uwezo wa kuchukua ubingwa. Ziko hapa katikati. Wanataka wacheze Europa, labda wacheze Conference. Wawepo tu hapo mid table hapo, nafasi ya 6, nafasi ya 7, 8, 9, 10 mpaka 12. That's Brentford. Hawatazamii mambo mengi, yani Brighton, Brentford, Bournemouth. Hawatazamii mambo mengi sana, lakini ikitokea hayo mambo yakaja wanasema alhamdulillah, tunayapokea alafu tunasonga nayo mbele. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu. Naona Brentford kupata matokeo kwenye hiyo game.
Yeah. Naona Brentford kupata matokeo because hata hivyo Spurs pia hawana matokeo mazuri nyumbani. Brentford, Igor Thiago, he's scoring for fun sasa hivi. So kama ukiwa na striker ambaye ananusa goli, yani yeye kwa vyovyote vile anataka kufunga na anafunga, it's a plus. It's a plus kwa sababu sasa hivi striker anahitaji kufunga. So ukiwa na hiyo striker akiwa na hiyo feeling ya kufunga ndio ile ndio kufunga kwa nani, kwa tumbo, kufunga sijui kwa nini. Yaani atakufunga tu. So hata goli litaingia tu. So kwa sababu kila wakati anaamini kwamba atapata goli. Na kama anaamini atapata goli, atakuwa kila wakati atakuwa yuko sehemu sahihi ya kupata hiyo goli. So nahisi wata struggle tena Spurs, naona mzani unaelemea kwa Brentford kupata matokeo kwenye hii game. Tumalize na hili. FC Barcelona baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya Atletico Madrid kwa goli 3-1, aenda kukutana na mchezo mgumu dhidi ya Real Betis. Mchezo mgumu bana. Si mchezo mgumu kwa FC Barcelona? Usiseme hivyo bana. Kwani ulitegemea alichofanya ni Atletico Madrid? Tunaelewa nani hapo? Sababu unajua Barcelona, I think kuna baadhi ya mechi anakusurprise. Haendi kama vile umemtarajia. Kuna baadhi ya mifumo ambayo anaingia nayo Hans Flick inakuwa inaleta shida kidogo. Hasa namna ambavyo anakabiliana mashambulizi kwenye lango lake. Kila shambulizi linaloenda FC Barcelona, kama wachezaji wapo active wa timu pinzani, lazima Barcelona apate tabu. Hivyo wanapofanya wao pia kukufikia wewe. Sasa kwa nini ifanye timu yake balance? Yaani FC Barcelona inaweza kashinda goli 4 lakini wao kuruhusu goli 2 si shida. Kama nikikufunga goli 4, wewe unapata goli 1 au 2, kuna shida gani? Kuna shida gani? Kwa nini ufungwe? Hamna shida. Kuna mechi utakutana nao na utashinda utafunga goli 1. Haina shida. Utaruhusu magoli mengi. Shida kubwa ya Barca ni kama eneo la ulinzi lina changamoto, hasa ukizingatia kwamba Flick anatumia Haaland, lakini goalkeeping is also an issue. Sasa hivi akicheza mtu nani bwana wamsajili msimu wa Garcia. Akicheza Garcia unatamani acheze Chesney. Akicheza Chesney unatamani acheze Garcia because wote makosa mengi sana. Jana hii game ya Atletico kuna sehemu ambayo Garcia alitoka kabisa kwenye box. Walirudia mara mbili kwa sababu walifikiria kwamba alitoka nje ya mstari na akagusa mpira kwa mikono. Makosa ni mengi sana kwenye goalkeeping. Kwa maana sasa kitu kingine ambacho Barca wanajitahidi, watakufunga nyingi. Yeah. Na wakisha kuwa na intensity kubwa, sio kila timu inaweza ikawa contain. Muona game ya jana. Atletico ni wako physical, but wamekuwa outplayed. Wako very physical, yani like ni wagumu. Na wametoka kwenye almost game ngapi 5 sijui, wanashinda easily. Kwa kama wewe unajua unalikisha sana magoli, basi funga magoli mengi. Same as it goes to City. City wameponea tu hizi game 2 pia. Ila kwa sababu wanafunga magoli mengi. Game ya Leeds ya 3-2 iko hivyo. Yes. Mtu anagongesha mwamba dakika ya 97. Yeah. Ilikuwa 3-3. Jana hivyo. Kwa hiyo kama unahisi wewe uko fragile kwenye backline yako, basi funga magoli mengi. Inakubeba. Bwana tumemaliza. Weekend hii imetosha, na asante mtazamaji kwa kuwa nasi ndani ya Game Time ya Dimbani Connect. Hii ni wiki ya pili ya Game Time. Usiache kutufuatilia. Hizi ni season ambazo zinatoka kila
weekend. Endelea kuwa nasi, na kila weekend lazima upate mkeka ambao tunautoa mwisho kabisa wa kipindi. Usisahau kutufuatilia Instagram, andika Dimbani Connect, Twitter Dimbani Connect, pamoja na Facebook Dimbani Connect. Uwe na siku njema. Game Time, tuonavyo sisi.